Vijana wote wa Chadema na wale ambao sio wa Chadema kwenye kongamano letu la siku ya vijana duniani tarehe 12 mwezi wa 8 Dodoma. Baviche tumeandaa kongamano kubwa kabisa, kongamano la siku ya vijana duniani. Tutakutana na vijana kutoka maeneo mbalimbali Tanzania nzima kuja kujadili na kuzungumza changamoto mbalimbali zinazowakumba vijana na namna ambavyo tunaweza tukazitatua changamoto hizo. Na kauli mbiu kwenye siku hii ya vijana mwaka huu tumesema kijana na katiba. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo tutayazungumza siku hiyo ni upi unapaswa kuwa ni wajibu wa vijana na nafasi yetu kama vijana katika mapambano haya ambayo tumeambiwa na watu wa makundi tofauti kwamba tunapaswa kupigania katiba mpya kwenye taifa letu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwakaribisha vijana, waandishi wa habari na Watanzania wote kabisa Dodoma siku ya tarehe 12 mwezi wa 8. Mje mjionee ukubwa wa vijana wa Chadema, ukubwa wa Chadema na ukubwa wa vijana ambao wanadai mageuzi na mabadiliko kwa taifa letu. Lazima tukubaliane kama taifa kwamba vita, migogoro ya kisiasa, masuala ya ukosefu wa usalama, migogoro ya ndani ya nchi ni mambo yanayoweza kuathiri michezo. Sisi Chadema tunaposema kwamba jamani, hii habari ya kutuhumu vijana wadogo, vijana wachaso, vijana wana miaka 20 kuwatuhumu kwa makosa ya ugaidi, hii habari ya kumsingizia mwenyekiti wetu wa chama ugaidi, mambo haya polisi mkiwa mnasema, msifikiri ni mambo ambayo tu yataisha tu kama yalivyo. Ni mambo ambayo yatakuwa na athari kwa taifa, ni mambo yatalichafua taifa. Haji Manara unasimama unasema wanasiasa kaeni kimya. Kwanza hayo mamlaka ya kusema wanasiasa wakae kimya umeyatoa wapi? Yaani wewe una mamlaka ya kutuambia wanachadema kwamba tukae kimya? Haji Manara hayo mamlaka unayo? Kwanza ukiwaambia wanasiasa wakae kimya, maana yake unachokisema ni kwamba hizi kauli hazina nia njema. Hizi kauli kwa maneno mengine zinawaalika kafu, zinawaalika FIFA kwamba kuna mtu anajiita msemaji wa timu za taifa Tanzania, mwanamichezo, anawaambia wanasiasa wa Tanzania wakae kimya dhidi ya mambo ya michezo. Kwani hasa hao wanasiasa wa Tanzania wanafanya nini? Wamefanya nini? Wamesema juu ya nini? Kwa maneno mengine Haji Manara na TFF ni lazima mjue kwamba mkidhani mtu kama huyo anawatetea au mtu kama huyo anafanya utetezi wa michezo, kwa maneno mengine mtu wa aina hiyo anawaalika vyama vya soka Afrika na duniani vije vichunguze au viangalie Tanzania nini kinachoendelea. Binafsi ningemuelewa sana Haji Manara angejitokeza hadharani akasema kama ambavyo polisi wamesema, angalau ningemuelewa, angepita njia hiyo. Angejitokeza akasema Watanzania na vijana wa Tanzania, hivi vitendo vya ugaidi ambavyo polisi wanasema vinafanyika kwenye taifa letu, angekemea. Angesema nyie vijana wa Kitanzania, acheni mambo ya ugaidi, acheni vitendo vya kuharibu hali ya usalama wa nchi yetu. Angesema hivyo, angalau ningemuelewa, kwa sababu ningejua kweli ana nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba na anafahamu kwamba kukiwa salama nchini kwetu, maana yake masuala ya michezo yatafanyika. Maana yake tutakuwa tuna confidence ya FIFA, tutakuwa na confidence ya kafu kama kutakuwa kuna usalama kwenye taifa letu. Lakini yeye hajataka kukemea chochote kuhusiana na masuala ya usalama. Yeye amekuja tu hadharani anatuambia kama huungi michezo mwanasiasa kaa kimya. Kama huungi utaki AFCON ije ifanyike Tanzania, kaa kimya. Hii inatupa tafsiri ya kwamba hicho anachokifanya ni propaganda. Anafanya kazi ya CCM. Anajificha kwamba yeye ni msemaji wa timu za taifa, lakini hataki kusema uhalisia wa mambo. Nimezisikiliza dakika 40 zote alizozungumza. Kwenye dakika 40 zote alizozizungumza Haji Manara, nimemsikia anatamka neno political will kwa Kiingereza na kwa Kiswahili, utashi wa kisiasa. Nimemsikiliza analitamka karibu hata mara 20. Political will. Serikali hii ina political will ya kuendeleza michezo, ina utashi wa kisiasa. Sasa
wewe unazungumzia utashi wa kisiasa, kwamba serikali ina utashi wa kisiasa, halafu unataka wanasiasa tukae kimya? Kwa vile umeamua kuzungumza kwamba serikali ina utashi wa kisiasa kuendeleza michezo, sisi wanasiasa tutakujibu kwamba ni kwa namna gani serikali hii haina hata huo utashi wa kisiasa wa kuendeleza michezo. Sisi ni lazima tukujibu. Huwezi kuzungumzia utashi wa kisiasa wa serikali kwenye kuendeleza michezo, halafu sisi wanasiasa tunyamaze. Kwenye press yake yote Haji anazungumza serikali iko karibu na michezo, serikali inatoa pesa, serikali inagharamia timu za taifa, vyama vya michezo vya Tanzania haviwezi kupeleka wana michezo Scotland, haiwezi kupeleka wana michezo Morocco, serikali imetoa ndege, serikali imetoa. Muda wote wa press Haji Manara unazungumza, utadhani wewe ni msemaji wa serikali, sio msemaji wa timu za taifa. Sasa muachie hayo mambo ya serikali imefanya nini kwenye michezo, muachie msemaji wa serikali kama yupo, muachie huyo mtu ndo azungumze hayo mambo, na sisi wanasiasa tutamjibu. Sasa kama umemwacha wewe, umejivika majukumu ya mtu mwingine unayasema, sisi tutakujibu. Sisi tutakujibu, yani ni lazima tukujibu, kwa sababu unafanya kazi ambayo sio kazi yako, na unafanya kazi ya siasa kwa kivuli cha mambo ya CCM, kwa kivuli cha kwamba wewe ni msemaji wa timu za taifa. Na umeenda mbali zaidi, unasema FIFA na CAF hawadili na siasa, hawajui mambo ya CCM, hawajui mambo ya siasa. Ni kweli FIFA na CAF hawadili na mambo ya siasa, lakini wanadili na haki za binadamu. Unapaswa kutambua, kukiwa mahali kuna uvunjifu wa haki za binadamu, lazima watachukua hatua dhidi ya hiyo michezo. Na unapaswa kuelewa kwamba uvunjifu wa haki za binadamu unaweza kuathiri hiyo michezo. Dunia haitakubali. Dunia haitakubali hata kama ni mwanao, kama kuna uvunjifu wa haki za binadamu. Na sisi Chadema tutanyamaza. Jambo lolote linalohusu uvunjifu wa haki za binadamu tutalisema. Sio tu kuambia FIFA, tutawaambia FIFA, tutawaambia CAF, yoyote ambaye tunaamini, yoyote ambaye tutaamini anaweza kutusaidia katika mapambano haya, sisi tutamshtakia. Ukisikia uonevu unaupinga na unamshtakia yoyote unayedhani atakuwa ni sehemu ya kuaddress mambo haya. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akaturudisha nyuma kwenye msimamo wetu huu na kuielezea dunia kuhusiana na nini kinachoendelea Tanzania, na tunaendelea kutoa wito kwa Watanzania wote tupinge huu utamaduni na huu utaratibu wa kuwasingizia Watanzania wenzetu, vijana wadogo, tunatengeneza chuki kwenye taifa, kuwashtaki watu kwa makosa ya ugaidi. Kwa hiyo baraza la vijana wa Chadema tutoe wito kwa Watanzania wote, kwa wadau mbalimbali, vyama, chama cha shirikisho la soka la mpira wa miguu Tanzania, kwamba kwa pamoja tushirikiane kupinga na kukemea huu utaratibu ulioanza kumea kwenye taifa letu wa kusingizia watu makosa ya ugaidi, wa kuhubiri ugaidi na wa kuona tu mtu yote anaweza akasingiziwa ugaidi. Na kwa maneno mengine, tunachokifanya Chadema, tunachokifanya wanasiasa ni kutaka kusaidia michezo, kwa sababu mambo haya ya kwamba Tanzania kuna ugaidi, hata kama Chadema tusiposema, hata tukinyamaza, FIFA wana namna yao, CAF wana namna yao kutafiti, kufanya tathmini na kuangalia nini kinaendelea. Kwa mtajidanganya mkidhani Chadema wakinyamaza FIFA na CAF hawataweza kuchukua hatua. Na watu aina ya Haji Manara wakituchokonoa watatukuta, tutawajibu na tutaelezea mambo haya. Hatutakubali propaganda zao waseme mambo haya wanayoyasema, alafu sisi tukanyamaza. Na mimi pia ni declare to interest. Watu kama wakina Haji Manara wasidhani wao ndio wanaojua soka kuliko mtu yoyote huku kwenye nchi. Mimi ni declare interest. Mimi ni mwanasheria, na miongoni mwa eneo ambalo linanipa ugali wangu ni pamoja na michezo. Mimi nafanya kazi na wachezaji mbalimbali, nasimamia mikataba yao kwenye taifa hili. Sasa ukianza kusema kuhusu michezo, yani wote sisi ni wadau wa michezo, wote tunapenda michezo. Mimi nimesomeshwa na mpira wa miguu, mimi ni mnufaika wa mpira wa miguu. Kwenye hili taifa ziko shule chache sana Tanzania ambazo zinawasomesha talent. Uwezo wa mtoto kucheza mpira unamsomesha, unamlipia ada. Sasa hiyo itakuwa ni mada ya siku nyingine. Mimi ni miongoni mwa
mwa Watanzania wachache ambao nimesoma form 1 mpaka form 6 nikiwa mnufaika wa kipaji wa kucheza mpira. Baadaye nilikuja kuachana na mambo ya mpira kwa sababu niliona namna ya mifumo yetu ya nchi yetu na namna ambavyo maslahi ya wachezaji yakoje. Hiyo ni mada ya siku nyingine. Nikaamua kufuata njia nyingine.